Wewe ni sadaka ili mimi niishi. Huwezi kutoka humu. Mume wangu Joram amesimama mbele yangu akiwa amevaa kanzu nyekundu na kisu mkononi, akiniambia nichague kufa mimi au yeye ateketee. Dakika chache nyuma nilimwona live kwenye CCTV akilia, huku akigonga glasi na wazee wa kigaidi wakisherehekea sadaka ya damu yangu ili nyota yake iwake. Lakini hawajui kitu kimoja. Mzimu wa aliyekuwa mchumba wake, Amina, umenitokea na kunipa siri nzito kuhusu mjumba wangu na jinsi ya kupona. Je, nitaokoka usiku huu wa chumba namba 66? Kabla hatujaendelea na simulizi hii ya kusisimua, bonyeza subscribe sasa hivi. Nisaidie kulike video hii. Na niambie kwenye comment unatazama ukiwa wapi leo. Na tuambie maoni yako kuhusu hadithi hii. Tuanze sasa. Usiku ule ulikuwa mrefu kuliko maisha yangu yote. Nikiwa nimebanwa ndani ya chumba namba 66, nilianza kuelewa kwamba ule utajiri wa ghafla wa Joram haukutokana na biashara, bali ulitokana na damu. Picha ile ya mchumba wake wa zamani, Amina, ilikuwa ushahidi tosha. Niliendelea kugonga mlango, nikipiga kelele mpaka sauti ilipokauka. Joram, tafadhali nisaidie. Kuna vitu humu ndani. Lakini nje kulikuwa kimya. Ghafla, TV iliyokuwa ukutani iliwaka yenyewe. Sauti ya static ilijaza chumba, kisha picha ikaanza kuonekana. Ilikuwa ni video ya CCTV ya live. Kwenye skrini nilimuona Joram. Alikuwa amekaa kwenye meza kubwa iliyojaa chakula na mvinyo, akiwa amezungukwa na wanaume watatu wazee waliovaa suti nyeusi na yule mwanamke wa mapokezi. Wote walikuwa wakicheka. Joram hakuwa anacheka. Alikuwa ameinamisha kichwa chini akilia. Mmoja wa wale wazee alimshika bega Joram na kusema, sauti ilisikika kupitia TV. Umelipa deni vizuri kijana. Mke mzuri, damu safi, nyota yako itaaka kwa miaka 10 mingine. Usilie. Machozi yanaharibu utamu wa sadaka. Joram aliinua kichwa, machozi yakimtoka. Msimtese. Tafadhali msimtese. Mmalizeni haraka. Moyo wangu ulipasuka vipande elfu. Mme wangu, mtu niliyeapa naye kwa shida na raha, alikuwa anajadili jinsi ya kuniua ili apate utajiri. Alijua fika kuwa hoteli hii haikuwa ya kupumzika, ilikuwa hekalu la kishetani. Nilizima TV kwa hasira. Nikaitupa rimoti kwenye kioo. Paa! Kioo kilivunjika. Niliangalia dirishani. Tulikuwa ghorofa ya pili, lakini chini kulikuwa na giza totoro na miiba. Kuruka kungemaanisha kifo au kuvunjika miguu, na hao walinzi wangenikamata kirahisi. Saa iligonga saa 6 usiku. Dong, dong. Taa zilizimika kabisa. Chumba kilijaa ubaridi wa ajabu. Harufu ya udi iliongezeka. Katikati ya chumba, sakafu ilianza kutoa moshi. Kutoka kwenye ule moshi, umbo la mwanamke lilitokea. Alikuwa Amina, yule mchumba wake wa zamani, lakini hakuwa mzima. Shingo yake ilikuwa imepinda na macho yake yalikuwa meupe pe. Sikuweza kupiga kelele. Sauti iliganda kooni. Amina alinisogelea.
hewa ya ubaridi ikiniganda. Zuena! Sauti yake ilisikika ndani ya kichwa changu, sio masikioni. Usimlaumu Joram pekee. Huu mtego umeandaliwa na ndugu yako pia. Ndugu yangu? Nilijiuliza kwa hofu. Mjomba wako, mjomba Kidevu. Yeye ndiye aliyemleta Joram hapa mara ya kwanza. Yeye ndiye broka wa nafsi zetu. Joram anadaiwa, lakini mjomba wako ndiye anayekula faida. Dunia ilinizunguka. Mjomba Kidevu ndiye aliyenilea baada ya wazazi kufariki. Ndiye aliyenisisitiza niolewe na Joram haraka. Kumbe aliniuza kama mbuzi sokoni. Amina aliendelea. Muda wako unapungua. Wanakuja saa 7 kamili kuchukua moyo wako. Joram atapewa kisu. Akishindwa kuchinja, watakula yeye. Lakini kuna njia moja. Kabla hajamaliza, mlango wa chumba ulifunguliwa kwa kishindo. Taa iliwaka ghafla. Amina alipotea. Mlangoni alisimama Joram. Hakuwa amevaa suti tena. Alikuwa amevaa kanzu nyekundu na mkononi alishika kisu kirefu chenye mpini wa dhahabu. Nyuma yake walisimama wale wazee watatu na yule mwanamke wa mapokezi. Macho ya Joram hayakuwa na uhai. Yalionekana kama ya mtu aliyekufa ganzi. Nisamehe Zuena, alisema kwa sauti kavi. Sikutaka ifike huku, lakini ni wewe au mme wangu na mama yangu tuteketee. Wametishia kumuua mama yangu pia. Alianza kusogea kitandani nilipokuwa nimebanwa ukutani. Joram, mme wangu, unataka kuniua? Kwa ajili ya pesa? Hivi ndivyo ulivyoapa madhabahuni? Huelewi, alifoka, na sura yake ikabadilika kuwa ya kikalili kwa muda. Umaskini ni laana Zuena. Nimechoka kudharauliwa. Wewe ni sadaka tu. Utakufa, lakini mimi nitatajirika na nitakujengea kaburi la kifahari. Wale wazee nyuma walicheka kwa dharau. Mmoja wao akasema, maliza kazi kijana. Saa 7 inakaribia. Tunataka damu ikiwa bado ya moto. Joram aliinua kisu. Niliungalia mwisho wangu usoni mwake. Sikuwa pa kukimbilia. Sikuwa na nguvu ya kupigana na wanaume 4 na majini. Lakini nilikumbuka maneno ya roho ya Amina. Kuna njia moja. Nilifumba macho na kumuomba Mungu wa yatima anisaidie. Sikutaka kufa kinyonge. Unadhani nini kitatokea? Atafanikiwa kunitoa sadaka? Subscribe ili usikose sehemu inayofuata. Na tuambie maoni yako juu ya sehemu hii ya pili. Bye!